Tunaendelea na taarifa ya habari kutoka Channel 10 Plus, na sasa winga teleza Witness Ngalawa nipo hapa kukuhabarisha yale yaliyojiri katika viwanja mbalimbali vya kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Nikianza kitaifa ni kuhusiana na kikosi cha nyota 27 wa timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 20, yaani Tanzanite Queens, kimetajwa rasmi kuanza maandalizi ya michezo miwili muhimu ya kufuzu kombe la dunia la wanawake chini ya umri wa miaka 20 mwaka 2026 dhidi ya Kameruni ya wanawake. Kocha mkuu Bakari Shime ametangaza kikosi hicho wakati wa mkutano na waandishi wa habari, akibainisha kuwa timu hiyo imejumuisha wachezaji wanaocheza ndani na nje ya nchi ili kuongeza ushindani na uimara wa kikosi. Amesema maandalizi hayo ni muhimu kuelekea michezo hiyo miwili itakayochezwa Mei 2 na Mei 10, huku akitahadharisha kuwa Kameruni ni wapinzani wenye uzoefu na nguvu, jambo linalohitaji umakini mkubwa kwa wachezaji wake. Miongoni mwao ni Nusrat Jafari kutoka Fountain Gate, Asha Omari kutoka Simba Queens, Diana Mnali kutoka Yanga Princess, Winfrida Castro kutoka JKT, Esther Maseke kutoka JKT, Lydia Maximilian kutoka JKT, Hasnat Ubamba kutoka Al-Masri ya Misri, Alia Fikiri kutoka JKT, Jamila Rajab kutoka JKT, Yasinta Mitoga JKT, Winfrida Gerard JKT, Zulfa Makau JKT, Zawadi Hamis Simba Queens, Mary Siame Fountain Gate, Elizabeth Joseph Simba, Neema Paul Fountain Gate, Bahati Steven Bunda, Haria Juma Yanga, Yasinta Michael Yanga, Robi Daudi Alliance, Sara Joel JKT, Fatuma Hamisi Tausi, Neema Mtunzi Simba, Zuhura Mlekwa Mashujaa, Veronica Mapunda Mashujaa, Helena Hamisi Fountain Gate na Krista Basil JKT. Hao ndio wachezaji ambao wanaingia kambini kwa ajili ya kujiandaa kwa mchezo hiyo miwili ya fainali kwa ajili ya kufuzu kombe la dunia kwa wasichana chini ya miaka 20. Naam, huyo ni Bakari Shime, kocha mkuu wa timu ya Tanzanite Queens, ambaye ametaja kikosi cha vijana hao chini ya umri wa miaka 20 ambao wanajiandaa kwa ajili ya michezo miwili muhimu, ikiwemo mchezo dhidi ya timu ya Kameruni ya wasichana chini ya umri wa miaka 20. Nikielekea upande wa masumbwi ni kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema sekta ya michezo ikiwemo mchezo wa ngumi ina nafasi kubwa ya kuwa chanzo cha ajira kwa vijana iwapo tu itaendelezwa na kutangazwa vile ipasavyo. Makonda ameyasema hayo wakati wa ziara katika eneo litakalotumika kwa mapambano ya masumbwi ya msimu wa 8 wa knockout ya mama yanayotarajiwa kufanyika Aprili 24 mwaka huu 2026 katika kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki Ubungo jijini Dar es Salaam, ambapo Waziri Makonda amesisitiza kuwa michezo si burudani pekee bali ni ajira halisi kwa kizazi cha sasa. Tuitumie michezo hii kutufanya tuwe wamoja. Michezo hii ikatumike kutambulisha vipaji na vipawa tulivyo navyo. Michezo hii kabadilike kuwa uchumi. Na sisi tuna uhakika chini ya Rais wetu Daktari Samia, mchezo huu unavyokuwa na serikali itakuwa tayari kuweka bajeti kwa ajili ya kutengeneza mazingira mazuri ya kuwa na viwanja ambavyo vitaweza kuaccommodate mashindano makubwa kama haya. Nataka kuona mabondia wakubwa kutoka Urusi, mabondia wakubwa kutoka Marekani, mabondia wakubwa kutoka Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, kutoka China, kutoka nchi za Kiarabu wakitua Tanzania hapa. Na la tulionao ni moja kubwa. Bondia akija hapa, akija eza kushuhudia mapambano au yeye mwenyewe kuja kupigana au kuja kutembea, lakini mwisho wa siku ataenda kututangazia vyema nchi yetu ya Tanzania. Mimi mwenyewe nitakuwepo na kutakuwa na surprise nyingi siku ya tarehe 24 kwenye pambano letu la ngumi. Naomba Watanzania wote, kama hujanunua tiketi yako, nunua tiketi yako, njoo. Mimi ndio promoter namba 1 wa ngumi hapa.
Namna hivyo, nikielekea huko Njombe ni kuwa mashindano ya michezo yanayoendelea mkoani Njombe kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, yaani Mei Mosi mwaka huu 2026 yameendelea kushika kasi kwenye viwanja tofauti, huku ushindani wa timu ukiwa kivutio kwa watazamaji. Zaidi na mwanamichezo wetu Michael Patrick. Timu mbalimbali kutoka taasisi za umma na binafsi zimekuwa zikionyesha kiwango cha juu cha ushindani katika michezo tofauti inayofanyika kwenye viwanja mbalimbali mkoani hapa, jambo linalozidi kuvutia mashabiki wengi kujitokeza kushuhudia burudani, huku baadhi ya washiriki wakieleza matarajio ya michezo hiyo katika kuibua vipaji vya wachezaji. Tunatarajia Wizara ya Ujenzi kuibua pia vipaji kwa watumishi. Mathalan, sasa tuna kijana wetu ambaye yupo chini ya wizara katika taasisi ambaye yeye ni mrusha tufe. Mwaka jana alirusha tufe na akavunja rekodi. Kama unavyoona morali iko hali ya juu kabisa, hali ya hewa inaruhusu. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu na tunaamini kwamba tunaendelea kufanya mazoezi na tutafanya vizuri kwa sababu tumejiandaa vyema. Yanaibua vipaji kwa wanariadha kwa kipaji kikubwa. Kuna mwingine anakuja kukibukia hapa, anasema ngoja nijaribu, akiamini kwamba inawezekana, hajui, lakini akishakimbia compete anajiona anaweza, na hiyo inakuwa ni nafasi yake kuweza kusogea mbele. Akizungumza kuhusu maandalizi hayo, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Roslyn Masamu amesema kuwa kila kitu kinaendelea vizuri na washindi watatangazwa na kukabidhiwa zawadi siku ya kilele cha Mei Mosi. Michezo inayoshindaniwa iko 12: mpira wa miguu, mpira wa wavu, mpira wa kikapu, netiboli, baiskeli, mishale, riadha, kamba, pool table, bao, drafti na karata. Katika hatua nyingine, mashindano ya mchezo wa kuvuta kamba yamezidi kunogesha michezo hiyo, huku timu kutoka taasisi mbalimbali zikiendelea kupimana ubavu. Siku ya leo tuna furaha kubwa sana kwa sababu tumeibuka kwa ushindi dhidi ya timu ya Ujenzi Sports Club. Kutoka mkoani Njombe, mwanamichezo wako Michael Patrick, Channel 10. Asante mwanamichezo wetu Michael Patrick, na taarifa yake inanipeleka kuangaza yapi ambayo yameendelea katika viwanja mbalimbali kimataifa. Moja kwa moja tuungane na msimulizi wetu Kenny Malila. Klabu ya soka ya Chelsea kutoka nchini Uingereza imetangaza rasmi kumfuta kazi kocha wake Liam Rosinia kufuatia mwenendo mbaya wa matokeo katika ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Rosinia ameondolewa madarakani baada ya kudumu kwa takriban miezi 4 tu tangu alipoteuliwa kuinoa timu hiyo. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya Chelsea kupoteza mechi 7 kati ya 8 zilizopita, ikiwemo kipigo cha mabao 3-0 dhidi ya Brighton and Hove Albion. Timu hiyo pia ilishindwa kufunga bao katika michezo 5 mfululizo ya ligi, hali ambayo haijawahi kutokea kwa zaidi ya karne moja katika historia ya klabu hiyo. Matokeo hayo yameifanya Chelsea, ambao ni mabingwa wa dunia, kushuka hadi nafasi ya 7 kwenye msimamo wa ligi na kuhatarisha nafasi yake ya ushiriki wa mashindano ya Ulaya msimu ujao. Kwa sasa majukumu ya ukocha yamekabidhiwa kwa muda kwa kocha msaidizi Callum McFarlane, wakati klabu ikiendelea kutafuta mbadala wa kudumu, huku majina ya makocha mbalimbali wakubwa barani Ulaya yakiendelea kutajwa kwa ajili ya kurithi kiti cha Liam Rosinia. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante msimulizi wetu Kenny Malila kutuhabarisha yale ambayo yameendelea kunako ligi kusoka huko nchini Uingereza na hayo yalojiri katika klabu ya Chelsea. Na sasa naenda kuangaza yale ambayo yameendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na moja kwa moja naangazia huko nchini Brazil ambapo Rais Luiz Inacio Lula da Silva amezua gumzo huko mitandaoni baada ya kuonekana akifanya mazoezi ya nguvu ndani ya gym licha ya kuwa na umri wa miaka 80. Kupitia video ambayo imesambazwa na mke wake, kiongozi huyo wa Brazil alionekana akipiga tizi kwa bidii, jambo ambalo limevutia wengi, huku likichochea mijadala miongoni mwa watumiaji wa mitandao mbalimbali ya kijamii. Baadhi ya wafuatiliaji wamedai kuwa huenda mazoezi hayo yanahusiana na maandalizi ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba. Pamoja na tafsiri tofauti, wengine wamepongeza jitihada zake, wakisisitiza kuwa mazoezi ni muhimu kwa afya bila kujali umri, huku video hiyo ikiendelea kusambaa kwa kasi na kuhamasisha watu wengi kuzingatia mtindo bora wa maisha.
namna hivyo. Je, wewe ni miongoni pia mwa wale wanaopenda mazoezi au ndo wale bado wanasubiri siku ya kuanza itimie ndipo nao waende kufanya mazoezi? Ni hayo ambayo yameendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na rais wa Brazil, na ndivyo ambavyo winga teleza Witness Ngalawa na tamatisha gurudumu la michezo na burudani na kurejesha kwa mwenzangu kutamatisha taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Hakika wewe ni wa thamani zaidi kwetu.